Majira ya asubuhi kwenye ukuta ni saa 12 kamili ambako tunapata fursa nyingine ya kuja kuwa pamoja, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika uchambuzi wetu wa habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Tunaelekea kumaliza mwezi wa 12 kukaribisha mwezi wa kwanza wa mwaka wa 2026. Kama kawaida tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, ikiwemo jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini ambako hali endelea kubadilika kila kukicha. Asubuhi ya leo tunayo mengi ya kuweza kukuarifu mpendwa msikilizaji, hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili na waendelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Utakujuza habari kutoka kule ambako tutakuletea habari za Kamanyola kuhusiana na maandamano ambayo yanaandaliwa kufanyika hapo Kamanyola. Lakini pia tutakuletea habari za ukweli kuhusu waasi wa M23 wameweza kuondoka katika mji wa Uvira kikamilifu kama ilivyotangazwa hiyo jana, aiza namna gani. Hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai ya kwamba utakuwa salama usalimini, na nakushukuru kwa kuwa mwaminifu kwetu kuendelea kufuatilia taarifa zetu za ukweli kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katika habari zetu za asubuhi ya leo, tutaanzia huko tarafani Uvira ndani ya mji huo, na tutaanza na taarifa kuhusu kuondoka kwa waasi wa AFC M23. Tarehe 18 Disemba mwaka wa 2025 hiyo jana, kuna video ambazo zimeweza kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha waasi wa AFC M23 wakihaga mji wa Uvira wakiondoka. Lakini kuondoka kwao kulikuwa na maswali, wameondoka wameenda wapi? Na mpaka sasa yawezekana pia wewe msikilizaji ni moja kati ya watu ambao wanajiuliza maswali, je, waasi wa M23 wameondoka katika mji wa Uvira aiza bado wapo katika mji huo? Sasa hapa tunakuletea uchambuzi wa kina, kwa sababu tumechukua muda kufuatilia taarifa hii kwa undani zaidi, ili tukuje kuletea ukweli ambao unajificha kwenye uongo ambao unaonekana hadharani. Baada ya utafiti wa kina uliofanywa na wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka ndani ya tarafa la Uvira, wamebaini ya kwamba waasi wa AFC M23 bado wapo katika mji huo, na kuna baadhi yao wamejiondoa katika mji huo kuelekea katika milima yenye kuinukia, milima mirefu na mifupi ya tarafa la Fizi, Uvira pamoja na Mwenga, ili kuanzisha harakati za kufungua mashambulizi kuelekea katika upande wa Mwenga, lakini pia upande wa Fizi. Waasi wamesemekana ya kwamba wamefanya mchezo wa maigizo kutangazia Umoja wa Mataifa ya kwamba wameondoka katika mji huo, lakini ukweli ambao unatoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika ni kwamba waasi hawajaondoka bado, bali wamepanda milima kwa ajili ya kuweza kuanzisha na kuimarisha ngome zao kwenye uwanja wa vita. Taarifa za siri kutoka katika mji wa Uvira zinaripoti kwamba kumeletwa baadhi ya mapolisi ambao wameachwa kama walinzi wa mji huo, huku vikosi vyao vya majeshi vikielekeza moja kwa moja kwenye uwanja wa mapambano sehemu za milimani. Taarifa ambazo zimetangazwa na video ambazo zimesambaa jana zimeonekana kwamba ni video za kuonesha Umoja wa Mataifa ya kwamba wanaondoka, ili hali bado harakati zao zinaendelea. Kwa uthibitisho wa taarifa hizi, tumefanya mahojiano na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa na wafuatiliaji wa kina wa harakati za usalama mashariki mwa DRC, na wana mengi ambao watakuja kuzungumza kuhusiana na hali hii ya waasi alichokifanya kuonesha kwamba wameondoka, ili hali ya kwamba bado wapo katika mji wa Uvira. Basi huyu hapa ni moja kati ya wafuatiliaji wa masuala ya kiusalama na mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akieleza mtazamo wake kuhusu kile ambacho waasi wa AFC M23 wamekifanya kutangaza hadharani ya kwamba wameondoka, ili hali ya kwamba bado wapo katika mji wa Uvira. Utangazaji na kufuata zaidi, unajua kitu ambacho kinachosumbua nchi yetu, mwenye Rwanda ni mwenye Rwanda,
na hakuna siku naweza musikia mwenye Rwanda kupiga arriere selo yeye, selo kwanza yeye, hakuna siku utamusikiaka anapiga arriere mwenye Rwanda. Ya pili, ile bitu bako wanatangaza pale ke mwenye Rwanda anatoka pale Uvira, nono, ni mensonge, ni mensonge. Mwenye Rwanda M23 bako pale, kuna bengine balivula mateni bako pale Uvira, bako pale makartie Uvira. Ya tatu, M23 balipanda au plateau bengi sana, peple ya mingi sana. Sasa msikilizaji, wakati bako wanadanganya population kama tunaenda, eske balirudia Rwanda? Jibu ni hapana. Wendo angalia nombre ya ba M23, nombre ya benye banafanya uwezekanavyo kupanda au plateau, iko nombre ya mingi. M23 bakimufata Twirwaneho ili kwamba baendelee na mambo yabo, baangalie eske bataresir, paske Kagame ko nafanya uwezekanavyo. Angalia koma anaweza kuresir Kongo wakati Joel Museveni angali, paske Joel Museveni iko na Kagame anajua kama Joel Museveni akikufa hata resir renfort, paske Uganda nako kutakuwa guerre ya mubaya mkufa ya Joel Museveni. Kagame yuko na force mpaka aresir Kongo, akisharesir Kongo atapata nguvu gisi ya kuresir Burundi wala Tanzania, bakreye empire ima yabo ya ututi yao. Alors voilà pourquoi kenyewe ndizo patia comme conseil, ile film yenye bako wanaonyesha batu kubalabala M23 naenda ni bongo, ni mensonge. Pale baliongea vile Bukavu, eske bashatoka Bukavu? Jibu ni hapana. Balisema kia wanaondoka, bashatokaka? Habayatokaka. Hasa na kila Kongole mwanezi ingia mwaivu akili ya mubaya aende nyuma ya M23. Ondo ulize nange kuna regrete kwenye aliingia, paske attention, Rwanda ni Rwanda na hakuna siku utaongozaka mwenye Rwanda, habita kuwaka kama huko mwenye Rwanda mwenzake, hautamuongozaka mwenye Rwanda jamais, na habita kuwaka. Ndio maana wanasema kama Mkongomani ni kichuchu, donc kwa sababu vile iko na kichwa mehana akili, unaona vile. Et voilà pourquoi tuko tunawaza ile maneno ile, donc ile ni bongo, ni mensonge, kudanganya watu. Wenda so angalie Makobola kuko je kule Mbo, Fizi iko je, territoire Fizi iko je, surtout au plateau iko je, au plateau iko nchi ya Kongo, tena territoire ya Fizi au plateau. Eske balirudia Rwanda? Hawezi weza kujua hata nombre ya benye balipanda au plateau. M23 ba Rwanda ni bengi muno, na hii nakwambia msikilizaji. Donc pour le moment mjue kama Uvira pale ni mensonge, M23 hayatoka, bako tu pale, wengine banavula matini, bako tu pale bako pale. Ukiangalia kweli nombre ya M23 balingia Uvira, nombre na identite yao yote, eske kweli automatiquement ni bote balitoka? Nombre tu ya M23 benye bali arrive hapa Uvira, eske bote selo simuliona tu nombre yabo, kuangalia ilikuwa combien personne, eske bote banarudia gisi baliingia? Unaona pale, jibu ni hapana. De kwenye niko narudia kusema tena, benye banapanda au plateau, eske banarudia kwenye balitoka, ila banaendelea kwenda kukamata fasi ingi au plateau sini yetu? Eske pale Uvira, kitu kenye ningeambia taba zalendo wakirudia pale Uvira, kama basharudia sijue, wala FRDC kama basharudia pale Uvira, ni kitu kia maana ni kufanya bousculage Uvira yote mzima. Ifo kujua nani malingia M23 ambaye ni mtu wa pale. Tule Kongole ilifo kufanya bousculage ya nguvu sana Uvira mzima, tule quartier, parce que kuna bengi bako mule bako pale Uvira, me ni people
ya pale pale, jeune garçon pale pale Uvira, bengi balingia mwele bitu. Alors c'est bien bazalendo wale FRDC basikue sa vile bon haba réfléchir, parce que unaweza kuona tu arrive ya bazalendo pale na FRDC, mais ile bikundi kuna bengine balingia mule mwa M23 bako mule Uvira, bako mule titi ba garçon bengine ba pale bako mule na Uvira ni yabo. On comprendre pas. Et voilà pourquoi samba nasema keno M23 narudia kenye kio kinatupatia shipeke manunguniko ni kitu kimoja tu, eske balirudia selox baliingia? Jibu ni hapana. Benye banapanda plateau ni ba mingi sana. Neno ya mwisho niko na tuko tuna regrete koma Uvira likamatiwa, koma Uvira ilikamatiwa bila vita. Mimi nawaza bazalendo ya kutumba likuwa pale, mimi nawaza ba general bengi sana baba zalendo balikuwa pale, apare general Chiviri wa FRDC. Mimi nawaza bengine pote walikuwa pale, bazalendo ni ba general balikuwa bengi sana. Koma Uvira likamatiwa, ona kama shiba Kongole tunauzishaka tu nchi yetu tujijua franga kidogo tu kumwanga damu ya people tu vile il faut kujiuliza koma tu eske weye mtu ulikuwa na jere sa vile kuba general yote ya bazalendo balikuwa pale, balisimama je na kuenda Uvira kakamatiwa bila risasi? Haoni kama shiba Kongole tuko tunauzisha nchi yetu kwa franga hivi kumwanga damu ya batu? Voilà pourquoi maandiko yanasema Mungu asipolinda mji hakuna anaweza kuilinda. Tofauti na mchambuzi huyo ambaye ametoka kuzungumza hapo kuhusiana na taarifa hizo za wahasi kuondoka, kamanda wa kizalendo Jenerali Landabango kutoka katika maeneo ambayo hakusema yatajwa jina, amesema kwamba adui hakutoka Uvira, alipanda milima ya Fizi na milima ya Uvira. Kwa sasa yupo maeneo ya Kageregere, Munanira, Muramvya, Marungu na uko Fizi, akijigeuza kuwa Mnyamulenge. Tunajua plani zao na tumejipanga vizuri, na siasa hazito tuangusha tena. Tumewaelewa tayari, kama ni siasa tu na hii mchezo tutamalizana nao. Huo ni ujumbe wake Jenerali Landabango, akiwa moja kati ya makamanda wa kizalendo kutoka tarafani Uvira. Amezungumza pia na kuthibitisha kwamba maadui bado wapo katika mji wa Uvira na wanataka kuwateka wazalendo nyara pamoja na vikosi vya jeshi la taifa FARDC. Hivyo mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja, ni zile ambazo tunafanya uchunguzi wa kina na kukuja kukuarifu ili upate kujua habari za siri za kile ambacho kinaendelea katika mji wa Uvira. Kwa hivyo vikosi vya wahasi vimeripotiwa kurudi nyuma, si kurudi nyuma bali ni kufungua njia zingine za kuelekea katika maeneo ya milimani kwa ajili ya kurekebisha vikosi vyao. Hiyo ni kwa mujibu wa duru kutoka katika mji wa Uvira, kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Taarifa hapo Uvira zinaripoti ya kwamba siku 3 zilizopita wahasi wa AFC M23 wamefungua mbinu mpya ya kuwalazimisha raia kufanya maandamano kwa kuonesha Umoja wa Mataifa ya kwamba wanawataka. Maandamano yale ambayo yamefanywa yamekuja kukanushwa vikali na mashirika ya kiraia, kusema kwamba waliofanya maandamano yale ni wahasi wa AFC M23 ambao walitaka kujipendekeza na kujipendeza kwa Umoja wa Mataifa, ambao wanataka wapate kuondoka. Kitu hicho ambacho kilifanyika huko Uvira kiliweza kuleta picha mbaya kwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, na kusema ni moja kati ya njia nyingine ya kuweza kukiuka haki za kibinadamu ambazo zinatakiwa kuheshimika, kwa sababu raia wa Uvira wapo imara na wala hakuna raia ambaye yupo tayari kusapoti wahasi wa AFC M23. Amesema hivyo moja kati ya viongozi wa mashirika ya kiraia kutoka uko tarafani Uvira. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizi ni za moja kwa moja kutoka uko tarafani Uvira kuhusu kile ambacho kinaendelea katika mji huo. Na tukitoka huko Uvira tujielekeze moja kwa moja Kamanyola, ambako maandamano makali yameandaliwa
na waasi wa AFC M23 kuwataka raia waweze kuandamana kwa kuonesha kwamba wao wanawahitaji waasi wa AFC M23 waendelee kusalia katika eneo hilo la Kamanyola, wasiondoke kama inavyotakiwa na Umoja pamoja na Umarekani. Maandamano hayo siri hizi za maandamano zimevuja baada ya raia kuweza kutangaza kwa uficho kusema kwamba waasi wa AFC M23 tayari wameanzisha vikao kwa kuwashika vijana na kuwalazimisha kushika mabango muda wote kufanya maandamano ambako watazungumza ya kwamba wanahitaji waasi wa AFC M23 endelee kusalia katika mji wa Kamanyola, ili hali ya kwamba maandamano hayo haijaanzishwa na raia. Mmoja kati ya wakaaji wa Kamanyola ametoa taarifa hizi kwa sharti la kutokutajwa jina. Huyu hapa, msikilize. Huku Kamanyola ni hatari, Kamanyola ni hatari. Hivi bali tuambia kesho, baada mtoka tuambia kesho tushikaze. Asipata umma mwenye atakosa maandamano. Tuseme maandamano, tuseme kama watu tunapenda M23 ibakie huko. Na tunapenda M23, hatupendi itoki. Natuambia sisi tulie sana juu ya M23 ibakie. Bali organize renyo leo. Maana kila kundi yoyote lenye inahitajika ni kundi, iwe ya leta iwe ya kanisa. Hapa Mkamanyola yenyewe kwa Mkamanyola. Baijie mohenyu. Boga afare yenyewe zabo. Makundi kisha wakaambia wapastere kila kanisa yote ile itao kanisa yote isipresente kesho maandamano, na kila masomo yote ile yenye najua iko na wanafunzi kwa masomo ipresente wanafunzi yake, directeur yao ile masomo presente wanafunzi yake na balimu yake, kani professeur presente wa professeur yake na wanafunzi yake ya pili. Ni hatari hapa Kamanyola. Ndio ngoma kwa ajili ya nchi yako. Leo wataambia sisi tunalalamika kusema kama ndio tunapenda ibakie isitoke. Ndio wanatuambia tujikaze, tulalamike tu kama M23 bakie mpoge sasa fasi sisi tunawapenda. Nakwambia mwenye kesho wataona nafanya yote mchuruzi, mwatachuruza mwatafanya yote mangi kwa yote ni wataona wana sekelea nyuma ya 11 mbele ya 11 iwe ngo natembea tu naingia kumai kushota mai, wewe unaingia wapi? Wanakukamata wanaenda kufunga maraba. Hii maandamano wao ni hatari, yote ni kugombea tu. Mungu atusaidie kwa njia yetu. Baba na oblige watu wafunge wewe na kisikia au kipa iko kila mtu anapenda vyao. Na hiyo kila mtu anafurahi. Anapenda kesho waanze kusema unaona population inakupenda, population inafurahi. Au kipa population haipendi hata. Naam, hiyo ni hali ya Kamanyola ambako maandamano muda wote yanaweza kufanyika kwa sababu uongozi ambao Kamanyola ni wa waasi wa AFC M23 na wanazamiria kufanya hicho kitu kama kile ambacho kiliweza kufanyika katika mji wa Uvira siku 3 zilizopita. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizi ni za moja kwa moja kutoka kwenye vyanzo vyenye kuaminika. Ili uendelee kupata habari hizi za ukweli na za uhakika, na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Itakuwa ni moja kati ya jambo la heri na itakufanya pia unapata habari zetu wa kwanza kabisa. Na tukitoka huko Kamanyola moja kwa moja tujielekeze huko Walikale ambako waasi wa AFC M23 na kundi la Wazalendo walipambana siku ya Jumatano tarehe 17 Disemba katika eneo la Iyula na Ibungu katika kikundi cha Kisimba wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, Wazalendo walifanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya ngome za waasi katika eneo hilo, katika maeneo hayo mawili ambako milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika kwa siku nzima ya Jumatano, hali iliyosababisha hofu mkubwa miongoni mwa wakaaji.
Katika maeneo ya Iyula na Ibunga, wananchi walikimbilia porini kujinusuru kulingana na katibu za kiutawala wa kikundi cha Kisimba. Baada ya makabiliano makali, wazalendo waliondoka katika eneo hilo. Hata hivyo, katika wakati wa kujiondoa, walichukua watu 5 wanaotumiwa kushirikiana na waasi wa AFC M23. Hadi sasa hatima ya watu hao waliotekwa bado haijajulikana. Asubuhi ya Alhamisi, wakaaji wa Iyula na Ibunga walianza kurejea katika vijiji vyao ambavyo bado vipo chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Kwenye komenti utuambie unatufuata kutoka nchi gani. Itakuwa nafanya jambo la heri kuweza kutufahamisha ni wapi ambako unatufuata vyema. Lakini pia kwenye kipindi cha wananchi unaweza kutoa maoni yako, ni yapi? Una ujumbe gani kwa taifa la Kongo? Una ujumbe gani kwa wazalendo pamoja na jeshi la taifa la FARDC kuhusu hali ya usalama ambayo inaendelea kupamba moto mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo? Nakutakia uwe na siku njema. Bye bye.